Mambo madogo hayo, hebu shika na hizi pesa nyingine. Unanipa pesa nyingine za nini? Wakati umesema pesa zangu umeniachia kwenye draw. Hizi pesa ni za Pampers. Alafu mimi wala sitaki kukuchosha sana. Hivyo ukiona umechoka usimfanishe mazoezi. We muhudumie tu hadi nitakaporudi. Sawa madam, nitamhudumia vizuri. Haya, kwa heri. Naona mke wangu kakupenda. Vipi, kwani kuna shida? Wala hakuna shida yoyote, ila najiuliza kwa nini kakuamini kiasi hicho. Lazima niamini kwa sababu nimemwaminisha kuwa nafanya hivi kwa ajili ya pesa. Ndio maana hana wasiwasi. Sawa, sasa nataka nikuombe kitu. Kitu gani? Naomba unipeleke hotelini nikale. Sawa, nitakupeleka maana pesa ya tax ninayo, ila ngoja kwanza nifanye kazi yangu. Sawa. Ila inabidi tuende sehemu za karibu. Sawa. Kwani wazazi wako na ndugu zako wako wapi? Wazazi na ndugu zangu wote wako hapa hapa Zanzibar. Kwa nini umeuliza? Nimeuliza kwa sababu toka nije sijawahi waona, na kwa jinsi hali yako ilivyo inashangaza sana kutowaona ndugu zako wakija kukutembelea. Niliwakataza wasije kwa sababu mara nyingi wakija wanaishia tu kugombana na mke wangu. Sawa. Na wewe je, wazazi wako wanaishi wapi? Wazazi wangu na ndugu zangu wapo hapo Posta ghorofani, wamejaa tele. Ile siku uliyosema umetengwa na wazazi wako, ulikuwa unamaanisha au ulikuwa unanitania? Kwa nini nilete utani kwenye jambo kama hilo? Ni kweli mimi nimetengwa na wazazi wangu. Kwa nini wamekutenga? Walinitenga kwa sababu nilikataa kuolewa na Mbudha, na kwa desturi zetu sisi wa Budha hatutakiwi kuoa au kuolewa na mtu mwingine yeyote zaidi ya Mbudha. Yaani wamekutenga kwa sababu tu umekataa kuolewa? Hivyo unajua indi wewe, yaani nilikuwa nafanya kazi kwenye polyclinic ya anko yangu, uweza amini, naye pia alinifukuza. Kwa hiyo sasa hivi nyie ndio mnanifanya naishi hapa mjini. Pole, lakini pia asante sana kwa kunileta hapa. Maana leo nimeenjoy sana kula mishkaki. Inaonekana umemiss sana mishkaki. Kusema kweli nilikuwa nimeimiss sana. Hivi unajua nimekaa ndani muda mrefu sana. Yaani pale ndani kwenye friji kuna masufuria kibao ya wali. Yaani kazi yangu ni kupashiwa tu hadi nimechoka. Pole sana. Kwa hiyo yule ni mke wako kabisa? Kwa sheria za Tanzania ni mke wangu, lakini kidini bado ni mchumba wangu. Kwa sababu nilipata ajali siku ambayo tulitakiwa kufunga ndoa. Hivyo hatukufanikiwa kufunga ndoa hadi leo. Bado una nia ya kufunga naye ndoa? Toka unipige lile kofi juzi, nahisi kama kuna kitu kimebadilika ndani yangu. Kwa hiyo kuhusu nia ya kufunga naye ndoa, inategemea tutaishi vipi hizi siku zijazo. Kwa sababu kwa sasa, ni wazi hanitaki tena. Hebu fikiria, kama mimi na utu uzima wangu ananifanyia hivi, je, siku nikimuoa wanangu wakaumwa? Una watoto? Ndiyo, nina watoto 3, ila kwa sasa wanaishi kwa bibi yao. Hongera sana, hujawamisi? Nimewakumbuka sana, lakini sikuwa na uwezo wa kuwapigia simu kutokana na changamoto nilizopitia, hususan hiki kipindi ambacho mke wangu alikuwa ananiuguza. Kama unajua namba kwa kichwa, chukua simu yangu wapigie. Asante sana Ruwaida, lakini kwa nini unafanya hivi? Mimi nafanya haya yote kwa sababu ya pesa. Acha utani basi.
Ukweli ni kwamba ulijikatia tamaa ukaona kama huna thamani tena kwenye haya maisha. Hivyo baada ya kuliona hilo tatizo, nilijua kuwa unahitaji positive energy ya kukufanya uende mbele. Unaona kama hapo ulivyoongea na wanao, najua unatamani utembee hata kesho ili uwafuate. Wewe ni mchawi. Uko sahihi, mchawi sio lazima hapa inaungo. Najua unampenda sana mke wako, lakini nakuhakikishia hapa duniani hakuna tuzo ya mateso. Hivi kwa nini juzi ulimwambia mke wangu kuwa maendeleo yangu ni mabaya? Mke wako anaonyesha wazi kuwa hahitaji habari yote nzuri kukuhusu wewe, na habari zako mbaya ndo zinamfurahisha zaidi. Unanishauri nimuache? Hapana, mimi sijasema umwache, ila ninachoweza kukushauri ni kumpotezea kama unaweza, ili usiwe mtu wa mawazo, na hiyo itakusaidia sana kwenye tiba yako. Sawa, nimekuelewa. Halafu, hivi unajua mguu umeanza kunyanyuka? Nimeuona, nadhani wiki ijayo tutaanza kutembea na ukuta, ila nataka nikuombe kitu. Kitu gani? Usimweleze mkeo chochote. Sawa. Vipi? Nahisi nataka kumuacha mke wangu. Una uhakika? Ndiyo, nina uhakika. Maana naona haya mazingira yamemchosha. Hivyo naona ni vyema akapumzike ili awe mbali na hii hali kwa muda. Halafu nikipona, tutatafuta uwezekano wa kurudiana. Vipi kuhusu watoto, hawatafadhaika? Hawawezi kufadhaika kwa sababu huyo sio mama yao. Mama yao mzazi alifariki kwenye ajali ya gari. Maskini pole, mimi sikujua. Usijali, ila naomba usiache kuja kunifanyisha mazoezi, hata kama nikiachana na mke wangu. Ondoa shaka kuhusu hilo, maana furaha yangu iliyobaki duniani ni kuwaona wagonjwa wangu wakipona. Inabidi utafute mtoto akupe furaha, au una mpango wa kuishi hivyo milele? Vipi, unataka unigeuzie mkeo? Hauogopi makofi? Yale makofi ni mazuri. Huoni akili zimerudi? Kwa sasa mpango wangu ni kutafuta nauli niende Dubai, maana kule kuna watu wengi wa jamii yangu. Labda nitapata atakayenibadilisha mawazo na kunipatanisha na wazazi wangu tena, ingawa sina uhakika. Pole sana, lakini ukimuomba Mungu atakupa jibu. Na wewe ningekushauri pia umuombe Mungu kabla ya kuongea na mke wako. Haya, turudi nyumbani. Nimekuambia nataka kuongea na wewe. Ungekuwa na haraka ungeongea toka jana. Sasa hivi nawahi kanisani. Unaenda kanisa gani ambalo wanaruhusu kuvaa suruali? Mimi sio mtoto mdogo Janet, na hii tabia ya kwenda kanisani naona inakomaa sasa hivi, na wakati tulikubaliana kuwa unatakiwa kubadili dini. Tulikubaliana kuwa na badili dini ili niolewe. Kwani wewe umenioa? Eti mimi sio mtoto mdogo. Ushaona wapi watu wazima wakijinyea? Kwa hiyo hii hali yangu inakukera sana, sio? Hivi huoni kuwa hii hali ni ya kupita tu? Ingekuwa ya kupita, ingeshapita siku nyingi. Bwana kwanza usinicheleweshe. Tayari nishampigia huyo mwindi wako mwenye njia aje ashinde na wewe. Mimi naenda zangu kanisani. Najua wazi kuwa hauendi kanisani. Kwa hiyo ukitoa mguu wako humu ndani, naomba usirudi tena. Aha, kumbe unalijua hilo. Ndiyo, najua. Najua una wanaume zako huko unakoenda, na hicho ndio kinachokutoa ndani kila siku. Sasa, hata nikibaki na wewe hapa utanifanya nini? Una chochote unachoweza zaidi ya kunipa kazi ya kukuchambisha kutwa nzima? Jitu zima ovyo. Lakini kumbuka nilikukabidhi kadi yangu ya benki, ili mradi tu usipatwe na shida yoyote kwa kipindi ambacho utakuwa unanihudumia. Mahitaji sio pesa tu. Nadhani wewe ni mtu mzima mwenye akili timamu kulitambua hilo. Kwa hiyo, kama wewe uwezi, kuna wenzako wanaweza kukidhi haja zangu. Kwa hiyo umeona unitukane waziwazi, si ndio? Wala sikutukani, ila huo ndo ukweli. Alafu kwa nini najibishana na wewe hapa wakati nishakueleza kuwa kama umenichoka uniambie nitoke kwako, na ukiniambia nitoke kwako ni chap kwa haraka. Niko kule nje ya geti. Kama umenichoka, kwa nini usiniache? Au kama nimekuchosha, kwa nini usemi tuachane? Nataka wewe ndo ufanye maamuzi.
ili nijue kama kweli wewe ni mwanaume uliyekamilika ambaye unaweza kutambua unachotaka. Yaani kiufupi, nataka nione kama una ubavu wa kuachana na mimi. Kwa hiyo upendo wangu ndo unatumika kama fimbo ya kunichapia? Hebu nitolee uchuro hapa. Wewe sepa kama unitaki niondoke sasa hivi. Mbona umekaa kimya? Huwezi kuniacha